Kwa mara ya kwanza ukifungua blender yako, leo nataka nikufundishe blender. Tujifunze blender wote. Kuna vitu tutajifunza hapa. Ukifungua blender kwa mara ya kwanza, utakuta iko na cube ya hapa. Nilitoa hapa cube, itakuwa namna hii hapa. Blender yako utaiona itakuwa namna hii, itakuwa na light hii hapa na itakuwa na kamera, ambapo vyote vitu hapa. Kwa sisi hapa light pia na kamera ni hizi hapa ambazo zipo hapa. Sisi tunadili na hii cube. Tunakuja kwenye, unabinya tab kwenye PC yako hapo, au unakuja hapa juu. Ila rahisi kubinya tab, anabadilika inakuwa kwenye edit mode. Alafu tunaanza tuna scale hii cube yetu S to Z. Tuna scale down hadi hapa hivi, tuna scale to X. Hadi hapa hivi tuna scale to Y. Hadi hapa hivi kutakuwa tunapata shape hii hapa hii. Tumeipata hii shape. Tunakwenda kwa hadi look at na control. Kuna kitu kitatokea, hiyo ndio look at ambayo imetokea hapo. Ili tuongeze look at ziwe nyingi, sisi tunataka look at kama 6 hivi. Kwa maana kwa hiyo tunatengeneza kiti, tunataka look at 6. Unaweza kwenye mouse yako kuna hicho kilingi, ukikisogeza kwa mbele tunaona inatokea look at nyingine. Hiyo ya 3, ya 4, ya 5, ya 6. Sisi tunahitaji hizo 6. Kwa mtu mwingine unaweza kaja hapa. Hapa unakuja unaongeza number of segment unazohitaji. Kwa sisi tunahitaji 6, tuna add tena, tuna control kutengeneza look at kwa upande wa pili. Sisi tutengeneze vibox. Kwa tunaongeza 1, hiyo 3, 4. Hizo 6 tayari. Baada ya kutengeneza hizo 6, tutakuwa tumepata vibox kwenye hii nani. Hizo ndio look at. Tunakuja tuna select faces ambao huko juu hapa hivi. Kuna hii hapa ambayo ni edge, hii ni vertex na hii ni face. Sisi tuna select hiyo. Alafu tunakuja kuchagua hapa, kuna shift, tunachagua hizi ambazo tunaenda kutengeneza kiti. Kwa tunachagua hii ni kama miguu, alafu tuna extrude to down. Tuna extrude down. Tuna extrude tunashumua hadi hapa hivi. Extrude to down. Kwa hiyo tunapata kistuli hivi hapa. Hiki hapa itakuwa kinaonekana hivi tu kistuli. Shapata hiki kistuli. Na tunakuja tuna select hizi tena. Tuna shift, tuna select hizi face. Lengo letu tunataka tuna press S, tuna scale. Tunataka kuweka kiti kinaonekana muundo fulani hivi. Namna fulani ya kipekee, mfano kinakuwa hivi. Baada ya kuweka hivyo, tunakuja tuna select face hizi hapa. Tuna shift, tuna control hapo, naweza control. Na control hii face hii na hii sasa select hizi. Na sisi tunazitaji hizo. Kwa inakuwa rahisi na extrude down to Z down. Peleka kama hapa hivi. Kwa tutakuwa tumepata kiti kiko namna hii. Japo ni kinene lakini ndio hicho. Ili tunataka tukibendi kidogo. Bendi kwa nyuma, kwa hiyo tuna press G itakuwa to X. G to X. Tutakibendisha hivi kidogo. Kama hapo hivi. Kwa hiyo kitakuwa kiko hivi. Baada ya hapo
tunakuja kuselect is face hii hapa na shift, tunakuja na hapa nyuma tuna select hapa. Tukisha select tunakuja hapa juu kwenye edge tunachagua bridge edge loop. Ukishafanya hivyo utaona pamejiachia hapa, pana nafasi. Pia tunafanya hivi, tunatafuta muundo fulani hivi wa kiti, ndio maana tuliongeza look at. Tuna shift pia hapa, shift hapa, tunageuza pia kwa nyuma, shift hapa, tunakuja hapa juu hivyo hivyo, na hapa pia nakuja hapa juu. Tunataka kionekane namna hii hapa, hiki kiti chetu. Tunakuja tuna select hizi za juu, tuna control hapa, unaweza ku control tu, control hii hadi hapa, alafu tuna extrude, tunapandisha juu kidogo. Kuna kishape tunatengeneza hapo juu, extrude hadi hapa hivi, extrude hadi hapo, natosha. Tuna S na scale, tuna scale kionekane hivi hapa ya kama hivi, kinakuwa na muonekano fulani hivi, kimekaa poa sana. Alafu baada ya hapo tunataka kiweke kionekane kiko vizuri, kiko smooth, kiko na muonekano mzuri hivi. Kwa hiyo tuna press Z. Press Z, kuna kitu kitokea hapo, ngoja na press Z, ipo kwenye solid mode. Kwa hiyo press Z tunachagua kwenye wireframe mode. Kisha wireframe mode inakuwa hivi, sisi tuna select hizi huku juu, na select huku juu, tutakuwa tuna select inakuwa namna hii. Tuna press, tuna control I ya control I, inahamia chini. Ikishahamia hii chini, tunakuja tuna control B, bevel. Tutakuja kufundishana bevel ni nini, ni namna fulani hivi kiti kitaonekana smooth. Kwa mfano bevel ni select hapo, viko kama ngapi hivi, vipo number of segment, viko 2 3 number of segment, tuziachie hadi hapo, hizo 3 zitosha. Tunarudi tena, tuna control Z, tunarudi kwenye solid mode, kiti chetu kitakuwa kinaonekana hivi. Zile bevel ndio number of segment zake hizi hapa. Ngoja tuje kwenye, ukitap kwenye PC yako utaona kitu kama hii hapa. Kwa kiti chetu kitakuwa kinaonekana namna hii. Okay, na right click. Kisha right click unakuja hapo kwenye shade smooth. Shade smooth kinabadilika pia, kinakuwa kimekaa amazing. Baada ya kufanya hivyo pia tunahama hapo, tunakuja sasa tunataka kuipiga color hii nani yetu. Tunashuka down hapa kwenye hizi tools, huu upande huku, upande ambao pokasa, upande huku kuna hizi tools hizi hapa, hizi nyingi. Sisi tunakuja tunachagua hii hapa, hii ambayo inaitwa material properties. Hii ni sehemu ya material. Ukishachagua tunakuja hapo kwenye new, na press new, tunaona kuna color hapa, na press kwenye color hapa. Kisha press kwenye color, unakuwa color ni hii hapa. Kwa hiyo tunaivuta, tunachagua color ambayo tunahitaji sisi. Kwa mfano sisi tunahitaji color kama ya mbao hivi, ili tupate kama muonekano wa mbao hivi. Yes, kama hapo hivi. Ili sasa hii kitu uone kimechange, tunakuja hapa juu. Hapa juu kwenye viewport shade, ukiklik hapo kiti chetu kinabadilika. Tunaona ile rangi ambayo tumeiweka hapa imetokea. Tunarudi hapa, rangi yetu tunaona imekuwa rangi fulani. Tunashusha hiki hapa hivi, nakuja kwa upande huu tena, afu nakuja kiweka, nashusha hiyo hapo,
kwenye color kinabadilika, kinakuwa hivi, kinakuwa na muonekano huu hapa. Sasa hapa huu ni muonekano wa kiti, kinang'aa, kinapendeza, na kama kuna mwanga hivi unauona, hiyo ni light. Tutakuja matumizi ya light, kutumia light. Na baada hapo tunakuja hapa juu tena. Hapa juu tunakuwa viewport, tulikuwa hii hapa viewport shading, tunakuja viewport shading ya pili hapa inafuata hii. Kuja kwenye viewport shading, tunataka kuadi kamera ili tu set light nini, tunakuja hapa kwenye kamera. Kamera yenyewe ipo hapa, kwa tunakuja tuna press kwenye kamera, tuna press hapa kamera. Kuna nyingi hapa lakini tuna press kamera. Kisha press kamera, itakuwa na view hivyo, itakuwa inaonekana hivi. Tunakuja navuta hii hapa, tunakuja na press hii itatusaidia kwa kiti chetu kitakuwa kinaonekana hivi. Nakuja kwenye light na click light, kisha click light, nakuja hapa nachagua color of light nyeupe, kwa hiyo press G ili kuseti light. Unaona kuna mwanga unatokea hapo, set light labda hapo. Kama ushasoma zile kanuni za light, jinsi ya set light, kwamba kuna key light, back light na fill light ile. Tunakuja hapa tunaongeza power. Sisi tunaweka 5,000. Weka 5,000 ili tupate mwanga mwingi. Kuna mwanga utaona umetokea hapo. Tunakuja kwenye hii light, kisha select na shift D. Shift D maana yake hapo tunakuwa tuni duplicate hiyo light. Tunakuja tunaweka labda hapa hivi. Narudia hii, press G. Seti hapa hivi, tuna shift D tena, shift D, okay. Tuna move nayo hapa hivi. Kwa ukija hapa kuna mwanga, ukija hapa pia kuna mwanga. Okay, baada ya hapo tunakuja kwenye render. Tunakuja hapa tuna render. Yes, kiti chetu ni hiki hapa. Kwa tumeweka kiti chetu ni hiki hapa. Yes, hapo una save, unakuja hapo kwenye kusave, unagusa save, na save kiti. Document hiyo. Tumeshamaliza kutengeneza kiti.
Usahau subscribe, like na comment, kushare ili kupata video mwendelezo nyingi. Sababu hii ni video ambayo tumejifunza kiti, tunakuja kujifunza namna gani kuanza kuitumia Blender. Kwa mara ya kwanza unaanza kuifungua, namna gani utaifungua na utaitumia Blender. Leo tunakuja namna ya kutengeneza kiti. Sawa. Thank you for watching. Usahau subscribe.